Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa, na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo dimanche le 26 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi ambazo tumewaletea asubuhi ya leo ni habari kuhusu kukombolewa kwa Makobola ya kwanza na ya pili pamoja na vijiji vinavyokuwa karibu na Makobola. FARDC na wazalendo wanaendelea kusonga mbele wakiukaribia mji wa Uvira. Upande mwingine tutawapeleka ndani ya teritwari ya Ruchuru kwenye wazalendo walifanya ambuscade ama ambush wa Kalunguza gari ya wasi wa M23 na kuwaua wanajeshi zaidi ya 7 wakati wa ambush hiyo. Tumewaletea habari mingi tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na muzisambaze habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mujiunge nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Ukishagusa hapo kwenye titre utapata linki yetu pale mu description. Ujiunge na utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati, na kuomba kukuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kufahamu kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu mbichi za asubuhi ya leo ni ya kwamba Makobola ya kwanza na ya pili na vingine vijiji karibu na hapo vilikombolewa na jeshi la Kongo FARDC pamoja na washirika wao wazalendo baada ya kuwapiga vikali waasi wa AFC M23. Na wakati wa kukamata eneo ya Makobola kuna wanajeshi wengi wa AFC M23 ambao walikamatwa mateka hapo. Kabla ya kuwaambia mambo yote jinsi yalipitika hapo wakati AFC M23 baliipiga na kuikimbiza pale, mfuate kwanza video hizi. Ilikuwa wakati wazalendo walikuwa wamerekipere Makobola. Hapa ni kulokalite ya Iamba Makobola. Njoo hapa hivi tuko na komanda politike na kijana hapa, Komanda Brigade Nyenyezi Emmanuel. Sisi hapa Komanda Brigade Nyenyezi Emmanuel. Sisi hapa wote Makobola pale. Makobola ilikuwa ikishikwa na masiafu ya bwana Kagame. Tumeishambulia, kwa sasa tuko Makobola. Hata msaada atakiwe zirwa hali hadi salama hapo. Aishi mwanzo. Amibe. Makobola no tuli twakigwata Makobola kaya kagwatwa amtamba Tengo tingareta amugozi hano kubariere aha komande mai ayibwatala yaha komande mai mashaga yo komande mamba muyitu hiti Fambebe wate komande mawinja mo fa bebe Uwaba Winston Makufuri ambaye nimetumwa kwa mapambano naye kiongozi mkuu Alex Mwamba Dunia.
ambaye ni coordinateur wa rade ndani ya Sud Kivu. Na hivi mimi ndimi jemedari ambaye ametumwa kwa mapambano pamoja na jeshi langu liko hapa na lingine limekusha kuwa mbele. Tunapiga adui, tunafukuza adui. Alafu nataka kuambia ya kwamba raia watulie kabisa, raia itulie. Tunaendelea na mapambano na kwa shukrani zetu tunashukuru chef de l'etat ambaye ni Felix Antoine Chilombo Tshisekedi na ambaye ni ametuma jeshi lake hapa. Na tumekuwa na jeshi la FARDC, tunashukuru sana na nimeshukuru kiongozi ambaye ameniteua kupambana vita hivi. Na hivi tunafika kwenye Makobola, mji wa Makobola ambaye kwenye kibao cha Masai. Na hivi tunaendelea Uvira kuondoa adui katika mji wa Uvira hadi na Bukavu. Okay, merci. Nadhani ya kwamba video hii mumeifuata yote. Hapo ni wazalendo ambao walikuwa wameikamata eneo ya Makobola. Makobola walikamata sasa pale njo kwenye tunataka tuwafasilie kila kitu jinsi Makobola ilikuwa rekipere. Habari zilisambaa tangu jioni ya jana ya kwamba ilikuwa repli strategique ya wasi wa M23 baada ya kutangaza kuwa watajiondoa ndani ya mji wa Uvira na maeneo tofauti walijiondoa hapo. Nataka niwaambie kwamba hizo habari ni za bongo. Wasi wa M23 walipigwa, baada ya kupigwa vibaya wakakimbia wakatoka maeneo hayo ya Makobola kwa sababu walikuwa wamepigwa vya kutosha. Kama mnavyojua mapigano yalifikaka maeneo ya Makobola wakati ilikuwa siku ya 3 na wasi wa M23 wameukamata mji wa Uvira. FARDC ilikuwa morepli strategique ikaendelea kurudia nyuma, wazalendo wakabakia na wako napigana vijiji tofauti na wasi wa M23 ambao pia nao walikuwa ni hawana zingine nguvu, walikuwa wakiendelea kurudishwa nyuma. M23 ikikamata maeneo. Wakati walifikaka Makobola, FARDC avec wazalendo nao ndipo walifungaka mire pale kuanzia Makobola ya pili kurudia maeneo ya Kasekezi Swima. Kulikuwa kukiripotiwa mapigano kuanzia c'était le 15. Kulikuwa kukiripotiwa mapigano makali hapo. FARDC na avance ya M23 nayo kesho yake ina avance. Na wakati mapigano sasa yalizuka upya juzi, njo M23 balipigaka sana na kusababisha wanajeshi wengi wao kukufa, na baada ya hapo wakakimbia sasa maeneo hayo kwa sababu walikuwa wamepigwa. Vita ya juzi FARDC ilishambuliaka M23 ikitumikisha silaha nzito, mabato de guerre kutokea mulake ya Tanganyika, na ikatumikisha ndege za kivita drone kwa kuwashambulia wasi wa M23 ndani ya maeneo ya Makobola yote, Makobola ya kwanza na ya pili na vilima vinavyokuwa karibu na hapo. Mapigano yalidumu kwa siku yote na wako napigana. Wakati ilifika saa za jioni 20h ndipo mashambulizi yalisimama pale. Waasi wa M23 walikuwa wamepigwa sana. Mwile 20h sasa wakatoka eneo ya Makobola ya kwanza na ya pili na vilima vinavyokuwa karibu hapo, wakaelekea ndani ya vilima vya Luanga. Pale njo kwenye walielekea baada ya kupigwa pale Makobola. Wakati walikuwa munjia hizo za Luanga wakielekea ndani ya maeneo ya nani ile village ya Kigongo, muzile njia za Luanga vers Kigongo, wakakutana na aksida pale. Gari yao ya kwanza ikakutana na pane, ikawabidi warudie Makobola kwa sababu walikuwa deja hawana njia, kwa sababu gari ya pili ilikuwa imepata pane pale murute, kuna jinsi wapite, ingeli wabidi kuenda na miguu. Wakaamua sasa kurudia Makobola kwa sababu wakati waliondoka pale ile jioni ya juzi, FARDC na wazalendo walikuwa toujours muvilima wajaingia Makobola. Waasi hao wa M23 wakarudia kulala Makobola kwa sababu njia kule mbele ilikuwa imefungwa na ile gari yao ambayo ilikuwa imekutana na pane, na ilikuwa deja imefika saa za usiku 23h24. Wakarudia Makobola, wakapita usiku wote hapo Makobola, kukakucha sasa na njoo ni siku ya jana.
Wakati kulikucha siku ya jana ilikuwa kalme pale Makobola na waasi wa AFC M23 wangali pale. Wakati wanajeshi hao walikuwa present ndani ya Makobola, waliona FARDC na wazalendo wanatulia wako na watake pale, wakaomba renfort wanajeshi wengine wapya watokee Uvira waingie ndani ya vijiji vya Kigongo, wapite mu vile vilima vya Luanga waelekee Makobola ili wasaidie wale wenzao ambao walikuwa Makobola wajiandae upya kwa sababu wazalendo na FARDC walikuwa wametulia. Hiyo ni siku ya jana, wajiandae waone jinsi watapigana tena na FARDC. Wakati wanajeshi wao walikuwa munjia, wakafika pale kwenye ile gari ilikuwa imefanyia aksidako pale vile vilima vya Luanga, ile maeneo ya Luanga kwenye route toujours nationale numero 5 ambayo naelekea maeneo hayo ya Makobola. Wakati walifika pale ikawabidi kwanza kutosha ile gari munjia juu wapate njia rahisi waendelee kukutana wenzao kule Kufro wakitumikisha gari. Wakati walikuwa wamekaa hapo wakitosha ile gari mubarabara, ndege ya FARDC drone ikafika pale ikawashambulia wale wanajeshi wote pale Luanga, wakasambaratikana, wamoja wakakimbilia msituni, wengine wakakufia pale. Zile gari ambazo walikuwa wamekuja nazo kutoka Uvira paske walikuwa wakielekea Makobola kurenforcer wenzao zikalunguzwa pale, na ile frappe ikaacha deja wanashindwa kwa sababu ni wale ambao walikuwa Makobola walikuwa ni hawana zingine nguvu sofu kungojea wale ambao walikuwa wamekuja kuwasaidia, na wakati walipigwa pale ilibidi wale wa Makobola kukimbia watoke huko kwa sababu hakuna nguvu zote ambazo zitafika pale paske walikuwa wamepigwa munjia wakati walikuwa wakielekea hapo. Na wakati iliwakuia vile sasa wale wanajeshi wa AFC M23 ambao walikuwa wamerudia Makobola, wale wenyewe walikuwa wamekutana na ile pane wakati walikuwa wakikimbia hapo, wakaondoka pale Makobola kwa sababu hakuna zingine nguvu ambazo wangelizipata. Mwile wakati ya kuondoka kwao ilikuwa imefika 16h30 ya 17h vile njo walikuwa wanaanza kuondoka pale. Wanajeshi wa wazalendo na FARDC deja walikuwa nao wameingia Makobola, na wanajeshi wa AFC M23 waliokuwa wakiondoka hapo, wamoja wao walikamatwa mateka, ambapo FARDC na wazalendo inasema kwamba ilikamata wanajeshi 47, yani 47 soldats de la AFC M23 walikamatwa hapo na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo. Mwile wakati walikuwa wakikimbia waondoke Makobola kwa sababu renfort ambayo walikuwa wametegemea ilikuwa imepigwa maeneo ya Luanga, wakati walikuwa wakitafuta koma watoshe ile gari ambayo ilikuwa imekutana na pani Murute. Na wakati waliondoka pale maeneo ya Makobola ya kwanza ya pili, walikuwa wakielekea mu vilima vya Luanga wakielekea ndani ya Kigogo. Mu ile repli strategique ambayo wakuu walikuwa wakifanya wale waasi wa AFC M23, FARDC na wazalendo hawakusimama ndani ya eneo ya Makobola tu wa celebre basi waacha AFC M23. Hapana, waliendelea kuifuata nyuma wakati ilikuwa ikikimbia maeneo hayo mpaka kufika ndani ya eneo ya Katongo, pale iko mudi kilometre na muji wa Uvira, ambapo mapigano yalikuwa yakiripotiwa pale kuanzia saa za saa 4 usiku. Pale mapigano yalikuwa yakisikika hapo, na wanajeshi wa FARDC kwa sasa wanakontrole Makobola ya kwanza ya pili, na hata vijiji tofauti vinavyo kuwa karibu na hapo, vilima vyote vinavyokuwa karibu na Makobola vyote viko mikono ya FARDC pamoja na wazalendo. Na wakati waasi
hawa walikuwa wakipigwa mfululizo pale na wako nakimbia. Wengine wanajeshi wao kutokea Mulake Tanganyika walitaka kufanya debordement wa atake village ya Kabwebwe, ile village ya Kabembwe inayokuwa maeneo yanayoelekea Mboko. Walikuwa wanatokea Mulake Tanganyika. Kulisikika mabombe pale ambayo ilikuwa ikipiga pale mu village ya Kabembwe. FARDC nayo ikawashambulia pale Mulake sana na ikafanikiwa kurepuse ile ataki ambayo walikuwa wameifanya kutokea Mulake Tanganyika, na walikuwa wanataka kwanza kudeborde pale me hawakufanikiwa. FARDC ikawapiga pale Mulake nako wakawarepuse, wakawarudisha nyuma. Na hali kwa sasa asubuhi ya leo maeneo hayo kuna mapigano yoyote. Tuko asubuhi mapema 6h njo niko na wapa hii info. Hakuna mapigano hapo. FARDC le wazalendo wana kontrole maeneo hayo yote. Kukakuwa changement tutakuja kuwaambia. Mambo ya vita inageukaka kila wakati, wanaatake wanapiganaka leo kesho yake. Donc mambo ya vita kabisa inageukaka, mais pour le moment asubuhi hii tuko naongea FARDC na wazalendo wana kontrole Makobola ya kwanza na ya pili na vijiji hata vilima vinavyokuwa karibu na hapo, na wasi wa M23 nao wako Kigongo njo kwenye kwa sasa wanakaa. Ni premiere village ya Uvira pale deja, na uko naelekea ndani ya mji wa Uvira. Ile ni premiere village ya Uvira ukitoka donc mu territoire ya Fizi, kwa sababu Makobola kule kwenye walikuwa wakipigania maeneo hayo yanapatikana mu territoire ya Fizi, na wakati walikuwa repuse kutoka mu vijiji hivyo walielekea ndani ya Kigongo ambayo ni village ya kwanza ya territoire ya Uvira ukitoka mu Fizi. Nadhani ya kwamba hapo tuko na indana 5 kwa 5. Hizo ndizo taarifa kutoka kwa vyanzo vyetu mu territoire ya Uvira na Fizi asubuhi ya leo. Na nadhani ya kwamba tuko na indana 5 kwa 5 kabisa, kila kitu muko na kielewa. Habari zetu zinaendelea. Siku ya jana mu parke nationale ya Virunga pale mu Nyiragongo, waasi wa M23 walipigwa mu ambuscade au ambush au tutaita mtego, wakashambuliwa ambapo kuna wanajeshi zaidi ya 7 wa M23 ambao walipoteza maisha yao na gari yao kuchomwa moto. Kikosi cha wasi wa M23 waliokuwa wakishika doria katika barabara ya Goma Ruchuru katika hifadhi ya kitaifa ya Virunga walishambuliwa na wazalendo. Ni maeneo yanayokuwa karibu na Rumangabo. Kulingana na vyanzo kadhaa katika eneo hilo, mapigano ya risasi yalitokea kati ya pande hizo mbili na kusababisha kuchomwa kwa gari la waasi wa M23 baada ya kutawanywa na wazalendo. Chanzo kingine kizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kiliripoti vifo miongoni mwa waasi, kasema ya kwamba ni zaidi ya wanajeshi 7 ambao walipoteza maisha yao na wengine walijeruhiwa vibaya. Wakati walipigana pale, hofu ilikuwa mingi mu population wa eneo hilo. Siku ya jana Alhamisi, mvutano ulikuwa ukiendelea kuonekana katika eneo hilo, hasa karibu na Rumangabo mu vijiji vya Karambi pamoja na Rugari. Inasemekana ya kwamba wazalendo waliondoka katika eneo hilo baada ya kuwashambulia wasi hao, lakini hali iliendelea kukua tete kulingana na vyanzo vyetu, kwa sababu wasi wa M23 nao walipita waka-renforce wanajeshi wengi huko ili kupigana na hao wazalendo. Wazalendo walikuwa wameondoka hapo baada ya kufanya ile ambush. Waasi wa M23 walikutana na Chamtemakuni ndani ya maeneo hayo ya Ruchuru, na hayo ndiyo matokeo ya vita. Wakati kuna vita, mnapaswa kukuwa najua ya kwamba kuna watu ambao watapoteza maisha yao, hususan wale ambao wako kufro
vita inakamataka pande mbili, iko kusema ya kwamba parti moja watakufa wengine hawatakufa. Hapana, vita inakuwaka na matokeo kupande mbili, haiko kusema ni parti moja. Hapana, na matokeo ya vita ni kuwa kuna watakaopoteza maisha yao, hususan wale ambao wako kufro, na nadhani ya kwamba hayo mnayafahamu vizuri. Asante basi ndugu zangu, tunawashukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawatakia tena asubuhi njema na siku njema. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi ziwafikie wengi. Asante sana.